Unajua kuna tabia nyingi ndogo ndogo na mambo mengi ambayo tunayafanya bila hata kujiandaa, bila hata kujua tuliyafanyaje wakati mwingine. Na ni kwa sababu vitu hivyo tumevifanya mara nyingi mpaka tumevizoea kiasi kwamba tunavifanya bila hata kufikiria. Jambo ambalo unalifanya mara nyingi kwa kujirudia hata kama ni dogo, ukilirudia mara nyingi sana linakuwa automatic na linakuwa tabia. Hivyo una uwezo wa kulifanya bila hata kufikiria. Na huo ndo uzuri wa tabia. Tabia inakupa uhuru. Kuna muda umewahi kujikuta unatumia simu yako tu hivi, mara ukaingia Instagram, na baada ya muda unajiuliza mbona sikukusudia kuingia huku? Au kuna mwingine anajikuta ananunua biskuti na kula ili hali hata hakuwa na njaa. Sasa tatizo sio kwamba hatuna nidhamu, ni kwa sababu tabia nyingi hatuzifanyii uchambuzi, tunazifanya bila kuzijua, na tabia nyingi hatuzioni pale ambapo tunataka kuzifanya. Kwenye video iliyopita tuliangalia jinsi tabia inavyojengwa, yani cue, craving, response na reward. Kwa Kiswahili kichocheo, tamaa, mwitikio na zawadi. Zipo tabia nyingi ambazo zinaishi kwenye autopilot, yani zile ambazo tunazifanya bila hata kufikiria sana. Kwa mfano, je, unafikiria namna ya kupiga mswaki? Au unafikiria namna ya kufunga mkanda wa gari unapoingia kwenye gari lako? Na mara nyingi ni hapana. Vitu vingi ambavyo tunavifanya tunasema kwa mazoea, lakini ni kwa sababu tumevifanya mara nyingi mpaka vimekuwa automatic. Sasa ubaya ni kwamba tabia mbaya pia na zenyewe zinajichomeka humo humo. Tunazifanya mara nyingi mpaka zinakuwa automatic. Muda mwingine bila hata kuzifikiria tunajikuta tumezifanya. Kwa mfano, unachukua simu yako unatumia kwa muda mrefu, dakika 30, na baadaye unaanza kujiuliza muda umeenda wapi. Sio kwa sababu wewe ni dhaifu, bali kwa sababu tabia hiyo imekuwa automatic. Hauioni pale inapotokea. James Clear amesema wazi kwenye chapter 4, huwezi kubadilisha tabia ambayo hauioni. Na akapendekeza mazoezi makuu mawili, na mimi nimeyatumia na nimeyathibitisha. Na leo hii nimekuletea wewe. Na hilo ndo somo kuu la video ya leo au chapter 4. Zoezi la kwanza linaitwa habit scoreboard na zoezi la pili linaitwa point and calling. Na nitaenda kuzielezea vizuri, utanielewa. So, twende kazi. Habit scoreboard ni zoezi ambalo la kufanya kuwa aware na tabia zako, kuzifahamu tabia zako zote ambazo unazifanya kwa siku husika, nzuri na mbaya. Sasa hapa inategemeana, kwa sababu kuna mtu tabia fulani inaweza ikawa chanya kwake na kwa mwingine ikawa hasi. Kwa hiyo unapaswa kujiuliza maswali fulani ili kutathmini tabia yako ina mchango kwako au inakudumaza. Unapaswa kujiuliza maswali haya: je, tabia hii ina mchango kwa yule ninayetaka kuwa, kwa yule ambaye ninajitambulisha? Kwa sababu mwanzo tulizungumzia issue ya identity. Ni lazima ufahamu utambulisho wako ili ukusaidie wewe kupredict tabia ambazo unapaswa kuwa nazo. Sasa ninatolea mfano. Nimechukua karatasi na nimeandika tabia zote ambazo tunazifanya asubuhi mpaka jioni kwa siku nzima. Nimeamka, nimepiga mswaki, nimeoga, nimekunywa chai, nimeangalia simu yangu, nimeangalia video chafu, nimeenda kazini, nimefungua Instagram, kula, narudi nyumbani, naangalia movie, nacheza game, na lala. So baada ya hapo una identify kwenye hizi tabia ulizoziorodhesha ipi ni chanya na ipi ni hasi kwako. Utaweka alama ya jumlisha kwenye chanya, alama ya toa kwenye tabia hasi, na alama ya sawa sawa kama haina athari kubwa, yani haina faida, haina hasara. Na hilo ni zoezi moja ambalo litakusaidia wewe kuzifahamu tabia zako. Kuziona na kuzifahamu tabia zako ni hatua moja kuwa yule unayetaka kuwa. Na zoezi la pili ni pointing and calling. Sasa zoezi hili linafanyika zaidi kwenye viwanja au manufacturing sites. Wanakuwa na identify kitu ambacho wanakifanya kabla hawajakifanya. Kwa mfano wafanyakazi wakiwa kiwandani, baadhi ya viwanda, akiwa anataka kuwasha mashine, anasema kwa sauti kubwa, ninawasha mashine, mashine imewaka. Then mwingine ambaye anafuata anasema kile ambacho anakifanya, labda mashine imewaka, ninafungulia mtungi wa gesi. Mwingine anasema gesi imefika huku, ninawasha taa ya kijani. Kwa sababu viwandani wanataka kuepuka hatari. Hivyo pointing and calling inawasaidia wao kukumbuka na kuwa makini kwa kile wanachokifanya, kuwa aware na kila hatua bila kusahau. Sasa zoezi hilo una uwezo kulifanya kwenye maisha yako ili kuwa aware na kuziona zile tabia ambazo huko unaziona. Kabla hujafanya tabia fulani, iseme. Kwa mfano, kabla sijafungua simu yangu, nitasema kwa sauti, sasa naenda kufungua simu yangu. Sasa naingia Instagram. Sasa naangalia video chafu. Ninakula kucha zangu hivi sasa. Na ghafla utaanza kuona tabia ambazo huku unaziona. Hayo ndio mabadiliko ya awali yanayohitajika ili kuzibadilisha tabia zako. Hivyo somo kubwa ambalo tumelipata siku ya leo ni kwamba kabla hujabadilisha tabia yoyote ile, ni lazima kwanza uione. Ni lazima uifahamu. Sasa kwa assignment, nadhani tayari nimeshakupa assignment kwa sababu nimekuambia kuhusu habit scoreboard na kitu kinaitwa pointing and calling. Hivyo natamani leo hii uende ukafanye routine hiyo kwenye maisha yako. Kabla ya kufanya kitu fulani, kitamke waziwazi. Na leo hii tengeneza habit scoreboard yako. Tambua tabia zote ambazo unazifanya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Zionyeshe zile ambazo ni positive, zionyeshe zile ambazo ni negative. Kwenye episode zinazofuata utazidi kufahamu vizuri zaidi kuhusu somo zima la tabia na namna sasa tumeshaziona tabia zetu tufanyaje, na vitu vingine vingi sana.
So hakikisha haukosi video zijazo. Hakikisha umeshare video hii kwa wapendao, kwa marafiki zako ambao unatamani na wao wafanikiwe, wajenge tabia fulani na waache tabia fulani, lakini pia kwa ndugu, jamaa, rafiki, mtoto na yeyote yule. Video hizi ni muhimu sana. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Ni mimi Silvano Mushi, mpaka wakati mwingine. Bye bye.